Leo niliamkia na kazi hii. Baada ya kutengeneza au kuona namna gani ransomware anafanya kazi au kirusi cha ransomware kinatengenezwaje, kuna swali lilijitokeza. Hata kuna mmoja mwenzetu ka comment kule YouTube. Sasa je, tunaweza kuotea key? Nikaamua nivulie shati hii kazi au swali lake nilivulie shati mpaka kieleweke. Mwisho nimekuja na program hapa. Tutakuja tuisome of course huko YouTube, tutaiongelea kiujumla. Hii program inafanya kazi gani? Inafanya kazi na kupa nadharia namna gani unaweza kuotea ransomware attack. Faili lako limehakiwa na ransomware. Je, tunaweza kuotea? Njoo tuone. Ndio hii program kazi yake. Tumeita otea. Hapa tuna mafaili mawili. Tuna faili hili ambalo ndio lina lock mafaili. Ukija hapa utakuta ka lock kwa namba 42. Na folder ambalo limeathiriwa tutafanya ni hili. Data za humu ndani zimeathirika, umeona? Ili faili tukilifungua alifanyi kazi. Kwa nini kinahitajika? Tutengeneze program ambayo itakuwa na uwezo wa kupitia haya mafaili kugundua hili faili au haya mafaili yamelokiwa kwa kigani. Of course kwa vile mafaili yatakuwa ni mengi, uwezo kupitia kompyuta mzima wakati wa kuotea, unaweza kukesha. Kwa mimi nitachukua faili moja tu, nitachukua faili hili kwa mfano ambao ndio limeathiriwa, kwa sababu ukipata faili moja yote atakuwa key ndio hiyo ambayo imetumika, kwa sababu kulock kila faili kwa key yake ni mzito, kimbembe. Na hata kama atafanya hivyo, of course tutafanya kazi kwa kompyuta, tutajua vitu vyote. Mimi nimechukua faili hili ambayo limeharibika, nikatengeneza folder lingine ambalo ndani yake tutaweka mafaili ambayo yameharibika. Kwa nitakuja hapa nitaweka mafaili. Tunaambia kwa nini umeweka humu? Nimeweka humu kwa sababu program itafanya kama ifuatavyo. Itakuja hapa, itakopi ile faili, italiweka hapa. Kisha itatekeleza nadharia kadhaa za kufungua. Yaani maana yake itajaribu kulifungua ile faili. Ikiona nadharia iliyofanya haifai, itakuja nadharia nyingine na nyingine na nyingine na nyingine na nyingine. Kwa maana programu hii ni mwanzo wa program za kuotea password. Take care. Na kama unaweza kuotea ransomware, kwa sababu ransomware password yake ni ndefu zaidi kulinganisha na password ya mwanadamu wa kawaida. Hizi password ambazo unaandika si Facebook, si YouTube, si wapi, hizi ni simple kuziotea. Tutakuja kutengeneza program zote. Sasa hivi tuanze na ransomware sababu ndio ngumu. Kwa mimi nimeweka ile file ambayo limeharibika, umeona ile file limeharibika ile. Nikilifungua hapa utakuta limefungwa, umeona halifanyi kazi. Hii program, hii kodi ya otea nimeipa linki ya ile folder. Na nimwambia acheze na ile file la somo la 3 hili. Sababu ile file limefanyaje? Limeharibiwa. Kwa hata tuletea hapa. Yeye anafanyaje? Ile file atacheza nalo mpaka atakapoona nadharia fulani imetik, ata stop, ataniambia bwana kile tumika namba hii hapa. Na nikija hapa nitakuta folder limefunguka. Njoo tuangalie. Mimi nitamwambia run. Anatembea, umeona? Vizuri. Alipofika namba 42 kanambia kile utumika ni 42. Njoo tuangalie je file limerudi. Utakuta bado tupo kwenye folder la this. Na sasa hivi utakuta maneno yamekuja kwa maana naweza kulifungua ile file. Inamaanisha file tumeweza kulifungua. Ngine tunaambia okay, tujaribu kubadilisha key kwa sababu wewe umeweka key maalum. Njoo tubadilishe. Mimi nitamwambia sasa hivi alifunge lile folder, lile file kule, alifunge na kusudia file hili. Chukua ili file. Sababu lazima ili tupunguze muda sababu file lazima yale ambayo umetumika. Okay. Tumeweka test hapo na key hapa. Na ili file nyingine hili. Njoo tu ili lock ile file. Sasa tutabadilisha key. Nitamwambia lock hii file hapa. Lock ile file kwa namba 75. Aweka 97. Kali lock file kwa namba 97. Umeona? Run. Lock. Tukija huku utakuta file isharibika. Picha ifunguki. Umeona? Picha ifunguki na ile file ukilifungua hapa maana yake limeharibika. Njoo tuone programu yetu itaweza kuotea. Mimi kule sibadilishi kitu. Nitachukua tu ile file ambayo limeharibiwa. Nitakuja kuliweka kwenye file langu ambalo ndo napitia kutest file gani lenyewe. Kwa nitafuta hili na humu ndani nitafuta hili. File ambayo sasa hivi limeharibiwa ni hili kwa sababu limetumia kodi mpya. Hili limetumia kodi mpya. Of course ukilifungua hapa sasa hivi alifanyi kazi hapa. Tunaona limekataa, umeona? Alifanyi kazi kwa sababu limeharibiwa. Njoo sasa tujaribu kulifungua. Tutafanikiwa kupitia kodi yetu hii. Okay, nitaambia afunge. Otea.
vizuri, kanambia key iliyotumika ni 97. Njoo tuangalie faili limerudi. Sio nataka faili rudi. Mimi naona kama kapatiliza. Maana mimi naona kama alipitiliza. Njoo tuangalie. Vizuri, karejesha. Utakuta key ni 97. Maana yake mimi nikija hapa nikaandika key 97 kwenye hili faili lingine utakuta ni sahihi. Yaani kama nitakuja hapa kwenye program hii ya unlock hii nikaandika 97 itafanya sahihi, na hapa kuna code 97 kwa maana yake key iliyotumika ni. Njia hii ni kama umetumia bitwise XOR, na ndio geti ambayo linatumika kwenye ransomware na encryption kwa ujumla. Take care. Tunakupa hapa, sisi tumekupa kimuhtasari. Tukiandaa somo kamili utaelewa zaidi na utaingia ndani zaidi, na pia tutakupa nadharia namna gani unatengeneza program za kuotea password. Somo linakuja. Asanteni.